ni suala la kutekwa na kupotezwa kwa Watanzania. Waandishi wa habari mtakuwa mashahidi. Suala hili tumejaribu kuliibua mara kadhaa ndani ya Bunge. Tumeeleza kwamba roho ya mtu haiwezi kupotea. Kama kuna mtu anadhani anaweza kuteka mtu, anaweza kupoteza mtu, anaweza kuua mtu kupitia kumwaga damu ya mtu huyo, na akadhani kwamba Watanzania wote tutasahau na kukaa kimya, hilo halitowezekana. Kama yuko mtu amemteka Balozi Humphrey Polepole na anadhani kwa sababu muda unapita basi watu wote wa Tanzania tutamsahau Polepole, anajidanganya. Vivyo hivyo kwa wale waliomteka Mdude Nyagali, waliomteka Deus Soka na waliowateka Watanzania wengine. Kama wanadhani kwamba kwa sababu muda unapita sisi tutakaa kimya bila kuhoji, wanajidanganya. Tutaendelea kuhoji na tumetekeleza wajibu wetu ndani ya Bunge. Tumehoji mara kadhaa, lakini bado suala hili halijapata jibu linalostahili. Majibu ya serikali hasa ya hivi karibuni, waziri wa mambo ya ndani amesema ukiacha hatua kadhaa wanazichukua, lakini pia wamebaini baadhi ya visa hivi vya watu kupotea, vya watu kutekwa, kwa maneno ya waziri wa mambo ya ndani, ni mchongo wa kisiasa. Ndiyo lugha iliyotumika ndani ya Bunge. Lugha hii inatusikitisha sana, kwa sababu suala hili linahusu uhai wa watu, na damu ya watu haiwezi kufanyiwa propaganda za kisiasa. Na mtaona huo ndio mwelekeo wa serikali. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa pia maneno yanayokaribiana na hayo, akisema baadhi ya visa vya watu kupotea, visa vya watu kutekwa ni visa vinavyopangwa na baadhi ya vyama. Kauli hii ni mzito sana. Nisingetarajia kwamba ingetolewa kwa maneno ya hivi tu. Nilitarajia serikali ingetueleza hiyo michongo ya kisiasa imefanywa na nani? Ni nani huyo anayewateka Watanzania? Ni nani huyo anayepanga hiyo michongo ya kisiasa? Na serikali imemchukulia hatua gani? Ahadi yetu kwa Watanzania, kwa vile suala hili katika majadiliano ya bajeti za kisekta halijapata majibu, tutaendelea kuhoji ndani ya Bunge na nje ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hili sitolizungumza sana, ni eneo la kupuuzwa kwa ajenda ya katiba mpya. Sitolizungumza sana kwa sababu hili nimekwisha lizungumza mbele yenu wanahabari, lakini kwa unyeti wake ni vizuri tulirejee tena kwamba katika masuala 10 ambayo mimi ninadhani serikali imeyapuuza kwa kiwango cha juu sana, ni suala la katiba mpya. Kama mnakumbuka, katika hotuba yake ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alitoa ahadi ya kwamba baada ya siku 100 mchakato wa kuandikwa katiba mpya utaanza. Lakini hivi sasa imekushapita miezi 6. Hakuna lolote ambalo limeanza ndani ya Bunge la Jamhuri wala nje ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya kuwa tumejadiliana bajeti zote za kisekta, tunaweza kujenga hitimisho kwamba hakuna shilingi hata moja ambayo imetengwa kwenye wizara yoyote ya kisekta kwa ajili ya kugharamia mchakato wowote ule wa katiba mpya. Hili suala lina maana kubwa sana. Maana yake ya kwanza ni kwamba katika mwaka ujao wa fedha, kwa maana ya mwaka 2026-2027, hakuna shughuli yoyote inayohusiana na katiba mpya ambayo itafanyika. Ingekuwepo tungeiona katika randama mbalimbali za kibajeti ambazo serikali imeziwasilisha ndani ya Bunge. Na tafsiri ya pili ambayo inapatikana, ambayo nimeisema huko nyuma na ninairudia hivi leo, hii inatupa picha kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inatuadaa katika ajenda ya katiba mpya. Inaimba katiba mpya kwa maneno, lakini ikifika kwenye vitendo haitaki kutenga fedha
kwa ajili ya michakato inayogharamia katiba mpya. Tafsiri pana ni kwamba CCM inaimba wimbo wa katiba mpya kama turufu ya kisiasa, lakini haitaki kuitekeleza katiba mpya kwa vitendo. Kwa hili ni jambo la kwanza ambalo nimeliona, na tunatoa rai kwa waziri mwenye dhamana, kwa maana ya waziri wa katiba na sheria, katika kipindi hiki cha majadiliano ya bajeti kuu, pamoja na waziri wa fedha, watoe wasiwasi wa Watanzania juu ya suala hili la katiba mpya. Tunatoa rai kwa serikali itenge fedha kwa ajili ya kugharamia michakato ya katiba mpya, na itueleze pia katiba mpya itapatikana kupitia hatua gani ambazo inakusudia kuziwasilisha ndani ya Bunge. Hili ni eneo la kwanza ambalo nilisema kwamba hatutolipa kipaumbele kikubwa. Eneo la pili ni utekelezaji hafifu wa bajeti. Nimemsikiliza waziri wa fedha Balozi Hamis leo akizungumza na wanahabari, na moja ya dondoo alizowapa kuelekea kusomwa kwa bajeti kuu hapo kesho, amewaeleza kwamba kumekuwa na utekelezaji mzuri wa bajeti ya serikali. Kwa heshima zote, ninapenda kusema kwamba kauli hii sio sahihi. Kauli hii inawahadaa Watanzania. Ni suala la kurekebisha muundo wa muungano. Hili linahusiana kiasi fulani na suala la katiba mpya. Utaona wabunge, hasa wabunge wetu kutoka Zanzibar, wakioji masuala yanayohusu maslahi ya Zanzibar. Mathalan, ahadi ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inayotaka kuanzishwa kwa mfuko wa pamoja wa fedha, lakini pia kuanzishwa kwa kamati ya pamoja ya fedha, ili Zanzibar mchango wake pamoja na Tanganyika mchango wake kwenye masuala yanayohusiana na muungano ujulikane na mgao wake ujulikane, ili kila upande upate stahiki yake. Suala hili limekuwa likikwepeshwa ndani ya Bunge. Tumelioji suala hili kwenye wizara mbalimbali, lakini alijapata majawabu yake, na kwa mara ya mwisho tumehoji wakati wa bajeti ya Wizara ya Fedha, na utaona serikali inalikwepa suala hili kwa sababu muundo wenyewe wa muungano una udhaifu mkubwa sana, kwa sababu hauelezi vizuri nafasi ya Tanganyika iko wapi, nafasi ya Zanzibar iko wapi, na maslahi ya kila upande iko wapi. Ni wakati muafaka sasa kwa serikali kukubali kwamba muundo wetu wa sasa wa muungano unaleta mikanganyiko, na ni vizuri kufanya mapitio ya muundo huu kupitia mchakato wa katiba mpya, ili tuwe na muundo wa serikali tatu kama ulivyopendekezwa kwenye rasimu ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba almaarufu rasimu ya Jaji Warioba. Hili ndio litalokata mzizi wa fitina. Bila hivyo, Watanzania wataendelea kulalamika. Watanganyika wataidai Tanganyika yao, na hakuna nguvu yoyote inayoweza kuwarudisha nyuma Watanganyika kuidai Tanganyika yao, na Wazanzibari wataendelea kudai maslahi yao ndani ya muungano. Ili kukata mzizi wa fitina, tunahitajika kuleta muundo wa serikali tatu. Hili ni suala ambalo halijapewa majawabu ya kutosha ndani ya mjadala tulionao. Suala la sita ni suala la mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, na hili nimewahi kulisema kwenye tathmini yangu ya awali kwamba ukisikiliza serikali ndani ya Bunge, licha ya wabunge kulalamika, na mimi nitatoa mfano sehemu moja. Mathalan, eneo ambalo limepata mwitikio mkubwa sana kutoka kwa wabunge ni juu ya viwango duni vya barabara zetu. Barabara zetu, tuseme ukweli, zimechoka. Barabara zetu zinajengwa chini ya kiwango. Barabara zinaharibika. Ukichunguza kwa umakini, utagundua kwamba hakuna hatua za dhati zinazochukuliwa dhidi ya wakandarasi wetu, na ukichimbua kwa kina zaidi utagundua hapo pana rushwa. Ni namna serikali ilivyoshughulikia suala la kupanda kwa bei ya mafuta, na nataka niseme kwamba serikali imewasaliti Watanzania kwenye suala la kupanda kwa bei ya mafuta. Ndani ya Bunge
serikali iliahidi mambo mawili. La kwanza, serikali ilitoa ahadi ya kuhakikisha kunakuwa na upatikanaji wa kutosha wa mafuta. Hiyo ni ahadi ya kwanza. Ahadi ya pili waliitoa ndani ya Bunge, ni kwamba watahakikisha wanachukua hatua madhubuti ili bei ya mafuta iwe himilivu. Kwa lugha nyepesi, serikali iliahidi kushusha bei ya mafuta, lakini hadi sasa bei ya mafuta imepanda baada ya kauli ya serikali, na hivi karibuni, licha ya tamko la kushuka kwa bei ya mafuta duniani, kwenye baadhi ya maeneo pamerekodiwa kushuka kwa mafuta kwa shilingi 20, shilingi 10 kulingana na maeneo. Huu ni mzaa kwa Watanzania ambao wanakabiliwa na wimbi kubwa la kupanda kwa gharama za maisha. Kwa lugha nyepesi, serikali ililiongopea Bunge kusema kwamba itashughulikia kushuka kwa bei ya mafuta, na sio jambo lenye afya kwa serikali kuendelea kutoa ahadi ndani ya Bunge kutekeleza jambo hili ama lile, lakini isilitekeleze suala hilo kwa vitendo.